Ndugu jamaa na marafiki, habari ya uzima, mko poa? Wana Simba mpo? Ukenua tu woga. Wana Yanga na nyinyi mpo? Poleni, lakini jamani, ndio maisha yalivyo. Kuna kupigwa na kupigika. Pale ambapo umepigika watakuwa unavumilia tu. Vumilia. Ni sehemu ya kipigo na ni sehemu ya maisha pia. Bwana, juzi hapa palikuwa na mechi moja matata kabisa ya Simba dhidi ya Yanga ambayo ilikuwa ni imepigwa ndani ya Zanzibar. Ilikuwa Muungano Cup ile kama sikosea. Ilipigwa siku ya Jumatano ambapo Simba alitoka na goli moja lakini Yanga alitoka MT 0, yani yai au tunaweza kusema yai visa. Jambo la jamani, sio kama nafaa kushadidia sana. Nimeongea tu kwa sababu ndio ilivyo, si jamani. Kawaida, kufungwa kawaida, tuvumilie, sawa? Selemani Mwalimu aliweza kuwapitisha Simba na kuwainua kidedea kupitia goli la penalty ambalo lilipigwa kikamilifu. Maana sio kupigwa, ndio lilipigwa kikamilifu kwa hisia maridadi kabisa. Hiyo kawaida tu kwenye maisha, mambo ya kawaida ya bwana. Lakini siku ya kesho bwana ni kinawaka tena kwa mara nyingine, ni Simba pamoja na Yanga. Bwana, mambo vipi? Mnaionaje hiyo siku ya kesho? Mnaizungumziaje? Sina maneno mengi ya kuzungumza zaidi ya kusema kwamba karibuni kwa comment. Msahau comment hapo chini. Mnaizungumziaje Simba tena siku ya kesho inatokaje? Na Yanga na nyinyi mashabiki wake pamoja na nyinyi Yanga wenyewe wachezaji na nini wote. Mnaizungumziaje hiyo Yanga siku ya kesho? Maana sasa unajua tutakuwa watu wamkunja ndito ndio kitulia. Hao Simba tutawaonyesha. Sisi tunasubiri. Nimeshasema tayari. Nimesahau kwamba mimi mtangazaji, sitakini ngoma mimi timu gani. Kawaida ulimiona mfupa nimeteleza tu, mambo ya kawaida. Siku ya kesho bwana, ambayo ni tarehe 3, itakuwa siku ya Jumapili tena kinawaka. Wanaonana tena Simba Yanga. Nyama ambaye anatawala. King of the Jungle, Simba Sports Club. Tomorrow, siku ya Jumapili tarehe 3, inawaka tena. Usisahau kudondosha comment yako hapo kuizungumzia. Unaizungumziaje Simba? Lakini pia unaizungumziaje Yanga? Bwana, iko Chetu MC Master Ceremony International. Tuko pamoja. Kufungwa jambo la kawaida, usikasirike wala usikunje sura. Ni mapenzi ya Mungu saa nyingine. Nawaombea kwa damu ya Yesu pia mtafanikiwa. Ila mkifungwa pia mnavumilia. Mfungaje mdomo, ni maisha haya.